Dakika 5 zimenifunza zaidi ya miaka 5. Dakika 5 za mwisho zinapita kama kivuli. Nimeanza upya. Na mimi sio pamoja, bali wazuri. Hapo ndio nilipokutaka ufike. Dakika 5 za mwisho zinapita kama kivuli, ukifunga mlango kwa nyuma, nafsi yangu inaondoka. Dakika 5 za mwisho zimekaa kama masaa. Bwana Juma. Niambie Washid. Sasa unanitazama. Aisee, miaka imepita, lakini nyumba hii imebeba historia. Historia ifitiki, inatuliza tu. Hivi Juma, uliwahi kujilaumu sana? Rashidi, kwa sasa najilaumu kwa kuchelewa kujielewa. Okay. Basi sawa. Mimi nikuache, naona unaenda kwenye shughuli mihangaiko. Kama kawaida. Baadaye basi. Okay, poa. Haina no. Haina. Halo mama, unanisikia mbali? Ni mimi tena, Bolingo boy zamani. Nilikuacha sitesheni. Naona unajaribu kujifariji na mziki wa zamani wa Bolingo. Moyo umebaki. Hivi Juma, bado namfikiria dadangu Aisha? Bado, ila kichwa kimekaa sawa sasa. Usidhani kukaa sawa kuna maanisha kuwa kila kitu kimesahaulika. Sidhani. Najua bado nina alama sasa. Sawa. Acha mimi nikuache uendelee kuburudika na mziki wa zamani wa Bolingo. Ulikuwa sahihi kuacha. Hata wewe ulikuwa sahihi kuchagua. Tungeumizana tena kama tungejaribu. Ndio maana tujaribu. Ni wapi tulipoteana? Sasa majibu yako kimya, yanarudi kama kelele.
nimepata kazi mbali. Hii ndo itakuwa tiketi yangu ya kuanza upya. Usiende ukawa mtu mpya nje, lakini ndani ukawa bado yule yule. Nitajaribu kuwa bora kuliko jana. Nilifikiri sitakuona tena. Nilifikiri sitastahili kukuona. Maumivu yalifundisha, lakini hayakufanya maadui. Nimekuja kusema sitakufuata tena. Nitakuheshimu kwa mbali. Aisha. Be. Tunaondoka? Ndio. Okay. Dakika 5 zinaweza kubadilisha maisha ukichagua kusikiliza. Leo nimeamua kunyamaza ili nijisikie kuwa hai. Dakika 5 za mwisho zinapita kama kivuli, ukifunga mlango kwa nyuma. Nafsi yangu inaondoka na wewe.